Moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: ushindi wa timu ya taifa ya Zanzibar katika kombe la mataifa ya Afrika, kocha Mohamed Badru atia neno, ateuliwa kuzinoa timu za Tanzania nchini Uingereza, na huko Afrika ya Mashariki ngoma inavuma kweli kweli. Visiwani Zanzibar tunaangazia makala maalum ya vipepeo wanaopatikana huko katika eneo la Pete kisiwani Unguja. Mambo si mabaya. Nchini Kenya katika eneo la Parker Hills wananchi waandamana kupinga kiongozi wao anayedai hana faida yoyote kwao. Mtihani kwa kweli. Kwa hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Kwa leo hii ni mimi Asia Sharif, na kwanza ni habari za ndani. Ikiwa ni miezi kadhaa tangu mfanyabiashara Salim Pombo afungue mkahawa rasmi wa Zanzibar Hostile, mfanyabiashara huyo ameelezea maendeleo, mafanikio na changamoto za sehemu hiyo mpya ya biashara. Mwandishi wetu Ahmad Rashid Mito Mingi anatujuza zaidi. Kuna maendeleo gani ya biashara yako toka tulipoonana mara mwisho? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri mara mwisho tulikuja kuonana katika ufunguzi, shamra zile mashallah, katika uhitaji wa customer, na mashallah wamekubali na wameitika. Kwa kweli biashara inaenda vizuri na imeitika vizuri sana, na tuko vizuri sana, tunashukuru. Kwa sababu ilikuwa nafikiri kama labda tuko na Wazanzibar naweza kusema 60%, lakini sasa hivi wageni wametutake over, wameenda over. Kwa hiyo mchanganyiko watu tofauti umekuwa mwingi zaidi kuliko sisi wenyewe, na kwa kweli tuko na kama customer sasa hivi wametoka maeneo mbali sana, Birmingham, Reading. Kwa kweli biashara inakwenda kwa nguvu, na wana maombi ambazo ni changamoto kwetu kidogo, kwa hawana sehemu za kukaa, wanataka waje na familia zao. Kwa hiyo hilo pia tuko katika kulifikiria hilo swala hilo, na tunalifanyia kazi. Tunategemea sana kwenda hapa kona tukachukua hii sehemu, lakini biashara inakwenda vizuri sana na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kuna maboresho gani yamefanyika tokea ufunguzi, au kuna mabadiliko gani ameweza kupunguza kutokana na menu pamoja na service? Kwa kweli mabadiliko yaliokuwepo, kwanza tunashukuru, kwanza tuko na enough time tofauti na tulipokuwepo na ile kibanda tunaita caravan. Sasa hivi wako na furaha, tuko na sehemu ambayo tuna time limit time, tuko na 7 days before tuko na 3 days. Mabadiliko yaliokuwepo, tumeongeza baadhi ya vyakula, kwa hiyo kwa kweli wako na furaha, na kwa kweli wamependelewa na mambo mengi. Kwa hiyo mzuri sana, mzuri. Tutegemee nini kwa siku za mbele zijazo? Kuna chochote nataka kutuambia? Siku zinazofuata tukijaliwa, alhamdulillah, tukijaliwa, tunajipanga zaidi kuongeza baadhi ya vyakula na kufanya baadhi ya mambo ambayo yalikuwa hayapo, ili wanapokuja iwe sio kitu fulani hamna, vyote viwepo, na mtu awe na mahitaji yake yote alokuwa anafuata aweze kupata. Tokea kufungua sehemu yako hii, ukitoka kwenye caravan, kuna changamoto yoyote mnaweza kukabiliana nayo? Changamoto hadi sasa hivi kwa kweli tumefanya hii organize ya kufanya ticket. Kufanya ticket, mtu anakwenda ana order. Kwa kweli mpaka sasa hivi hatujapata changamoto zozote, na tunakwenda smooth kabisa, vizuri, everything tunakwenda uzuri, hakuna changamoto hata moja. Nikutakia kila laheri katika biashara yako hii. Tutaonana tena kwa siku za mbele. Asante sana, tunakushukuru. Mungu atujalie kila laheri na tuzidi kuendelea na biashara. Asante sana. Wow, karibuni London. Reading mpaka London ni muda wa masafa kidogo. Kwa nini mmekuja kutoka Reading mpaka London, Zanzibar barbecue?
Sawa, inshallah tutajaribu, lakini hii jibu sasa tutafanya kwenye English language inshallah. Sawa, kama hamna shida. Alhamdulillah, brother Salim wajua tunamjua yani with some time. He used to have a truck there and now is here. So alhamdulillah, the service is super duper, the food super duper. We've been coming here for a while, and today alhamdulillah all the way from Reading, it's because of his service, his hospitality, and the taste of the food that brother Salim gives us. So alhamdulillah, because of this we are here, and inshallah we would like to promote and even say to all the others here in London and even afar to come and try the East African dish cooked by brother Salim. Alhamdulillah, they will enjoy themselves inshallah. Baada ya ushindi wa kihistoria katika kombe la mataifa ya Afrika nchini Uingereza, timu ya taifa ya Zanzibar ambayo imenyakua tena ubingwa huo kwa mara ya pili, baadhi ya wadau wazungumzia ushindi huo na hivi ndivyo wanavyosema. Mashindano haya ya AFCON katika nchi hii ya UK, mashindano makubwa kwa dunia, lakini tumepata nafasi hii ya mjini London. Tunaje mashindano haya? Nafikiria ni mashindano kwa sisi ni opportunity. Ni nafasi kubwa sana kwa watoto wetu kuweza kufeel kama wao wana nafasi ya kuja kuata kupiti Tanzania national team senior under 17 under 18 under 20, sababu wanao uwezo isipokuwa wamekosa discipline ya kuchungwa kutengezwa kuja kuwa katika level ya professional. So now time tunaweza kuwafanya na wao wakaja kwa represent Tanzania kwa national team kuanzia senior mpaka under 15, kwa sababu wanao uwezo na wafanya uwezo bakia tuwatengeze kwa katika shape ya kuwajielewa ni professional, kwa wanataka kufikia malengo ya kusaidia nchi yao kwenye michezo na wao maisha yao kwa ujumla. Kufuatia ushindi huo wa timu ya taifa ya Zanzibar nchini Uingereza, tunazo taarifa za kuwepo kwa uteuzi wa kocha wa zamani wa timu ya Azam, Gwambina na Mtibwa FC za Tanzania, Bwana Mohamed Badru, anayekabidhiwa dhamana za kusimamia na kuvinoa vikosi viwili vya timu ya Tanzania na ile ya Zanzibar kwa ajili ya mashindano mbalimbali. Mwandishi wetu Yusuf Bond alifanya mahojiano na kocha huyo na hivi ndivyo ilivyokuwa. Kocha, swala la mwanzo na la msingi kabisa nataka tuanze. Unazungumziaje mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika yaliyomalizika wiki iliyopita, na hasa ukiangalia hadi ya timu ya taifa ya Zanzibar ambayo imechukua ubingwa wa kombe hili kwa mara ya pili mfululizo? Nafikiria kwanza baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tournament ya mashindano haya nafikiria nafasi yake kubwa sana kwa upande wa watu au wazawa au watu wenye asili za Afrika kwa kutengeza mashindano hayo ya AFCON Nations za Afrika, kwa kuwakushanya pamoja, kwa kuwatengezea mazingira ya kuweza kujiona wao si wageni tena, ni wenyeji, kwa sababu sio swala dogo la kuandaa swala hili, isipokuwa maboresho ni mambo ya msingi. Na upande wa Zanzibar, nafikiria Zanzibar kwenye matured kwenye level hii ya kama huku Europe, America kote, ukiangalia watu wa Zanzibar majority wale usafiri ni watu walikuwa asili yao wanapenda mpira wa miguu, na wanadhihirisha katika age hizi walizokuwa nazo wakubwa 30, 35, 36, 28, 29, still wanaweza kucompete na nchi nyingi za Afrika katika mashindano hayo ya AFCON kwa mara ya pili mfululizo kwa kutoa ubingwa wa AFCON. Nafikiria Zanzibar wana historia kubwa sana kwa upande wa mpira wa miguu, so kilichobakia nafikiria ni mambo ya kuboresha zaidi hapa na kuboresha nyumbani zaidi kwa upande wa walioko hapa, kuweza kuwapa nafasi na kuweza kupatiwa nafasi ya kuboresha kwenye knowledge mambo mingi ya kuweza kuhuisha zaidi mpira wetu wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Nafikiria ilikuwa mashindano mazuri na ilikuwa inasisimua, na uwezo ni mkubwa sana kwa hawa vijana wa Zanzibar kwa senior, sababu kwa upande wangu sikuwa nafundisha, kwa upande wangu nilikwenda kuwasimamia tu ili iwepo discipline na adabu kwa upande wa senior Zanzibar, na ameenda kutetea kombe lao la AFCON kwa mara ya pili mfululizo. Asante sana kocha Badru, asante sana. Labda turudi tu kwenye lile swala la msingi ambalo ni swala la pili. Kuna tetesi, mimi siwezi kuziita taarifa, kwamba mara tu baada ya mashindano haya kukamilika ulichaguliwa kuwa kocha wa kuzisimamia timu za taifa za Tanzania, ile ya Tanzania pamoja na bingwa wa mwaka 2025 timu ya taifa Zanzibar. Ni kwa kiasi gani taarifa hizi zina ukweli, na kama kuna ukweli wowote au hakuna ukweli, tunaomba ufafanuzi kutoka kwako from the horse mouth. Nafikiria kwa sababu ya
mvuto uliojitokeza kwa upande wa vijana wa under 18. Hawa vijana wa under 18 asili wote ni vijana wa Kitanzania, na ni vijana waliokuwa umri wao ni miaka 14, 15, 16, kuweza kuwa training kwa muda wa wiki moja. Baada ya wiki moja wakaingia kwenye mashindano ya under 18 na walicheza na grupu ya under 18 wakiwa wachezaji ni wakubwa wengi sana, Tanzania ikiwa ni wadogo, na performance walionyesha, ule uwezo walionyesha ulikuwa ni mkubwa sana. Hajapo tulipoteza michezo mitatu, kwa kila mchezo tulipoteza goli moja. So goli moja kwa vijana waliocheza na mazingira yaliokuwepo, nafikiria viongozi walioandaa mashindano ya AFCON kwa upande wa Tanzania na Zanzibar kwa ujumla waliamua kuwa kocha Badru, tunataka uzisimamie hizi timu, uwepo wako hapa tuweze kuboresha zaidi. Nafikiria huenda ikawa ni sehemu ya chacho ya watoto hawa kuwa ni sehemu ya taifa au ni sehemu ya usaidizi wa mpira wetu wa Zanzibar au Tanzania kwa upande wa timu za taifa za vijana na za senior vile vile. Kuna utata hapa. Wahenga walisema mpanda farasi wawili kuchanika msamba. Utawezaje kumanage timu mbili, ile ya Tanzania na ya Zanzibar, katika mashindano yenye ushindani mkubwa kama haya? Nafikiria sio mimi peke yangu, mimi nina timu nzima na benchi nzima ya ufundi iliyokuwa tunajaribu kusaidiana kuweka katika nafasi ya katika kufundisha na kusimamia. So haimaanishi kama nitaambiwa mimi kocha Badru nisimamie nitakuwa niko mimi peke yangu, no. Niko na jopo kubwa nyuma yangu, nafikiria tunafanya kazi pamoja, isipokuwa mimi ni kama head wa kwao. Nafikiria halitakuwa jambo kubwa na nafikiria ni jambo zuri kwa upande wetu sisi. Kocha Badru, shukrani sana kwa kuwa nasi hapa Swahili Voice. Asante sana, nakushukuru sana na wewe. Asante. Na kiongozi wa dini ya Kiislamu kwa jamii ya watu wenye asili ya Waswahili nchini hapa, Sheikh Nasr Harub Al-Jabri, anatajwa kuwa miongoni mwa watakaopokea tunzo za Sema Jambo mwaka huu. Je, mwenyewe anasemaje kuhusu taarifa hii? Sana, ukiwa kama kiongozi wa dini hivi karibuni barua ambayo inazunguka mitandaoni, ukiwa unaalikwa katika hafla fulani kubwa ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni nini hasa mwaliko ule, Sheikh Nasr? Sahihi. Mwaliko ule unatokana na wanaita kitu kwamba kuna kitu inaitwa Swahili Day. Ni siku ya Kiswahili London. Naam. Kwa hivyo mwaliko ule uko katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza uko katika House of Lords. Speaker wa bunge la House of Lords amewainvite ambassador pamoja na baadhi ya viongozi wa community na baadhi ya mambo ya fani mbalimbali katika lugha ya Kiswahili au katika society ya Kiswahili na wengineo kutoka katika sehemu nyinginezo za Afrika kwenda kuhudhuria katika bunge la Lords ili kuipongeza ile siku na kucelebrate. Naam. Na sehemu ya pili ni kwamba kuna sehemu ya baadhi ya viongozi katika kuikamilisha kilele cha sherehe hiyo, kwamba kutokana na kazi zao na fani zao na shughuli zao na mambo yao mbalimbali mengineo katika society ya Kiswahili, kuikamilisha sio kwamba watapewa reward maalum kupitia kwa maambassador wa Afrika. Mwenyezi Mungu akitujalia hai na uzima inshallah. Kuna tetesi katika siku za hivi karibuni, pia barua hii inazunguka ikiwa na tetesi kwamba huu ni mwaka wako wa kwamba umependekezwa kuteuliwa kupewa tuzo ya Sema Jambo ya mwaka huu. Taarifa hizi unazizungumziaje, Sheikh Nasr? Kusema kweli sikutegemea kama nitakuwa miongoni mwa ambao chaguliwa na kupendekezwa kupewa hiyo tunza na kuhudhuria katika hiyo meeting ya parliament. Si jambo ambalo nilikuwa nimetegemea, lakini pia nimelishukuria Mungu na nimelifurahikia, na baadhi ya ambao walioniletea ujumbe huo kwamba wamesema kwamba jambo hili umechaguliwa na wewe katika mwaka huu na tunakuomba Mungu akikujalia ushiriki kamilifu katika sherehe hii. Naam, umeupokeaje hasa mwitiko kwa ujumbe? Nimeupokea kwa furaha. Nimeupokea kwa furaha na bashasha na moyo mkunjufu, kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwamba na mimi nimependekezwa jina langu na kutunukiwa kupewa hiyo reward ya siku hiyo. Kwa hivyo ni jambo ambalo nashukuru, na nawashukuru ambao waliopendekeza hivyo. Ina maana ni watu ambao wameona zile juhudi, wameona akhlaki zangu, wameona mambo mengi upende wangu kusema ukweli. Kwa hivyo
mwaka huu ndio wamenipendekeza na mimi niwemo katika kundi hilo la hao watakaopewa reward inshallah. Asante sana, tunakushukuru sana na tunakutakia kila la heri katika shughuli zako hizi na teuzi zako hizi, pamoja na mialiko muhimu sana ambayo umeipata kutuwakilisha sisi watu wa jamii ya Waswahili hapa nchini Uingereza. Inshallah, na mimi nawatakieni kila la heri, na zaidi tunaomba inshallah tuendeleze juhudi zetu za kutoa service katika community, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia pia wengine watapata hizo reward na watachaguliwa katika hayo. Tuendelee na wala tusikunjike moyo. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Serikali ya Uingereza inatarajiwa kutangaza makubaliano na wabunge wa upinzani kuhusu mabadiliko ya mpango wa ustawi wa jamii baada ya kushinikizwa na baadhi ya wabunge wa chama tawala na wa upinzani. Marekebisho mapya ya malipo ya PIP na Universal Credit yataathiri zaidi waombaji wapya huku waliopo wakilindwa. Mpango wa msaada wa pauni bilioni 1 utaanzishwa mapema badala ya mwaka 2029 kama ilivyopangwa awali. Haya ni mabadiliko makubwa kwa serikali, ikiwa ni moja ya mageuzi kadhaa yaliyofanywa hivi karibuni. Wakosoaji wanasema mabadiliko haya hayatoshi na huenda yakasababisha mfumo wa matabaka kwa wapokeaji wa msaada wa kijamii. Tuangazie mkasa wa msichana mweusi mwenye umri wa miaka 15 anayejulikana kama Child Q, ambaye alifanyiwa ukaguzi wa aibu shuleni bila kuwepo kwa mtu mzima mwafaka wakati akiwa kwenye hedhi baada ya kushukiwa kimakosa kuwa na bangi. Maafisa wawili wa polisi wa Metropolitan walifutwa kazi kwa kosa hilo la kinidhamu, huku afisa watatu wakipewa onyo kali. Tukio hilo liliibua hasira kubwa, maandamano na kuibua maswali kuhusu ubaguzi wa rangi na uonevu wa watoto weusi. Child Q alieleza maumivu makubwa ya kihisia aliyopitia. Polisi walikiri kushindwa kiutawala na kuahidi mabadiliko ya matunzo na taratibu ili kuzuia matukio kama hayo kutokea tena. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Jijini Tanga nchini Tanzania, wananchi wamehimizwa kutumia viungo mbalimbali kama dawa asilia kwa kutibu magonjwa mbalimbali ya kiafya. Amina Mohamed anaripoti zaidi. Katika kipindi hiki ambacho dunia inazidi kukumbatia dawa za kisasa na vyakula vya viwandani, jamii nyingi nchini Tanzania zinapoteza taratibu utamaduni wa kutumia viungo vya asili kwa ajili ya afya na tiba. Viungo kama manjano, tangawizi, mvuje, vitunguu swaumu na vinginevyo vimekuwa vikisahaulika licha ya kuwa na faida nyingi za kiafya ambazo zimekuwa zikitumika kwa vizazi na vizazi. Katika mahojiano maalum na Swahili Voice tulipata nafasi ya kuongea na mfamasia, wauzaji na watumiaji. Wameeleza namna jamii inavyoathirika kwa kupuuza matumizi ya viungo asilia, huku wakitoa wito kwa umma kurejea kwenye matumizi ya viungo hivyo asili. Wanapenda sana vitu ambavyo labda kuna baadhi wanapenda vitu ambavyo ni vya kiwandani, tuseme kwamba kuna hao wa viwandani, lakini sasa kutokana na bei utakuta mtu labda ana shilingi 300 tu na anahitaji viungo vya pilau, na kiungo cha pilau unakuta labda buku jero au buku. Upande mwingine, Swahili Voice imezungumza na mfanyabiashara, mkulima, msambazaji wa viungo hivyo katika soko la Mgandini lililopo mkoani Tanga, na alikuwa na haya ya kusema. Unajua swala la kuanza kuandaa mche mpaka ya mahala unakuwa uende ukabandikize, ukaandae shamba, ufanye hivi. Changamoto zinakuwa nyingi kwa kweli kulingana na kipato. Usena shida saa nyingine, kwanza tunasumbuliwa, maushuru ni mengi sana njiani. Wewe unaweza ukabeba mzigo ule mpaka unafika hapo unakuta kuna changamoto ni nyingi. Kwanza kwetu kule usafiri unakuwa shida. Toka Mgongoi kushuka mpaka unaleta inabidi utafute pikipiki kisha mpaka Daruni ndio uje utafukutane na gari. Ameomba serikali kuwapatia mikopo kwa wakulima wa mazao hayo na kupunguza ushuru usio wa lazima. Tunaomba sisi labda watusaidie hata mikopo kule kama vijijini, kama kuna watu wengine mtu ana shamba lake linapotea na majani kulingana na uwezo. Saa nyingine shamba unakuta miti bado haijafikia kiwango cha kuweza chuma. Kwa kama kuna uwezekano watusaidie pia ni hata mikopo kwa ajili ya kuweza
safishia mashamba yetu. Sambamba na hayo, tuliongea na mtumiaji wa viungo hivi asilia. Alikuwa na haya ya kusema juu ya matumizi ya viungo hivi asilia kama ladha kwenye chakula na baadhi ya faida zake. Chana na manjano, kuna kiungo chengine kwani nayo ni zao ambao wanalima baharini. Lenyewe linatumika kama kiungo, hata ukatumia kwenye mboga za majani, lakini sana sana tiba. Kwa sababu ina ladha kwenye mboga ukiweka, lakini sana sana kwenye tiba. Ukaiweka nzima kwenye pilau, lakini ukaiweka ilo sagwa labda kwenye mchuzi ukapenda ladha yake, kwa sababu kwenye biriani wanatumia hizo karafuu, iliki. Kwa hiyo wengine wanapenda kwa maandazi, wengine wanapenda kutumia ikiwa nzima, yani matumizi na tofauti matumizi. Hii imetolewa wito kuepuka kuchanganya viungo asilia na dawa za kisasa kwa wakati mmoja ili kuepuka madhara ya kimwili. So inayotokea katika kuambatanisha hivi viungo asilia na tiba zetu za kisasa, kizungumzia dawa hizi za hospitalini, changamoto inakuja pale tunasema mwingiliano baina ya dawa na dawa. Kwa kuwa tunashauri kitumike kwanza kimoja wapo, kisha ndo anaweza kuendelea na kingine, au kutenganisha masaa katika ile ambayo inayoanza isubiri masaa kadhaa iweze kutumika nyingine ile. Nikiripoti kutoka Tanga mjini, mimi ni Amina Mohamed wa Swahili Voice. Visiwani Zanzibar, wiki hii tunaangazia makala maalum ya uhifadhi na uzalishaji wa vipepeo katika eneo la Pete, ambako kikundi cha wadau wameamua kufanya na kusimamia shughuli hiyo ya kuwatunza viumbe hawa adimu mitaani. Kwa sasa mwandishi wetu Fatma Haji ametuandalia mahojiano haya yafuatayo. Je, umewahi kusikia kuhusu kipepeo? Hebu sikiliza kibwagizo hichi. Leo nipo katika kijiji cha Pete kusini mwa Unguja. Hapa ndipo mahali penye haiba ya kusisimua na simulizi za kuvutia. Hapa ndipo vipepeo, wadudu wanaopendeza kwa umbo na rangi, wanapohifadhiwa na kutunzwa na kulindwa kwa umakini mkubwa. Ni nadra sana sasa kuwaona vipepeo mitaani, lakini Pete wamefanikiwa kuwalinda wadudu hawa. Ni mimi Fatma Haji, au kipenda niite Fatma D. Twende tukavumbue uzuri wa asili hii. Kwa faida ya watazamaji, kwanza tungependa ujitambulishe. Alfred Stanila George. Mimi ni manager wa hapa Zanzibar Butterfly Center. Kituo hiki cha kuhifadhia vipepeo kilianzishwa lini na kilianzishwa kwa lengo gani hasa? Kituo chetu kilianzishwa tokea mwaka 2006. Miaka mingi imepita. Na kituo kilianzishwa kwa malengo makubwa mawili. Kwanza ni kuhusu uhifadhi wa mazingira, na pili, lengo letu kubwa lilikuwa ni kuwapatia wanakijiji njia ya kujipatia kipato. Ni kama kutengeneza ajira kwa wanakijiji, kwa sababu wanakijiji wengi hapa hawana kazi. Kwa hiyo tuliona tuanzishe hiki kituo ili waweze kujipatia kipato kupitia ufugaji wa hawa vipepeo. Ni aina gani ya vipepeo ambavyo vinapatikana hapa Pete, na kuna vipepeo wa kipekee au walio hatarini kupotea? Pete kuna aina nyingi za vipepeo, lakini sisi kama kituo kuna aina tu ambazo tumezichagua ambazo tunazizalisha. Kuhusu vipepeo ambao hatarini kutoweka, sisi hao hatuwazalishi. Tunazalisha zile aina ambazo ni common, zinapatikana tu kiurahisi na haziko katika hatari ya kutoweka. Wanakijiji wa hapa Pete wanashirikianaje na kituo hichi, na je, kuna faida gani wanayopata ya kielimu au ya kiuchumi? Wanakijiji tunashirikiana nao kwa sababu wao ndo wafugaji wetu wa hao vipepeo ambao wageni wakija hapa wanakuja kuangalia. Wapenzi watazamaji wetu wa Swahili Voice, bila shaka mmejionea mengi na kujifunza kuhusu mradi huu wa vipepeo hapa Pete. Mhusika ameelezea sababu, changamoto na mafanikio. Hakika ni somo la thamani na la kuvutia. Kutoka kijiji cha Pete, mkoa wa Kusini Unguja, Fatma Haji, Swahili Voice. Wakazi wa eneo la Paka Hills, kata ya Loyamoro, katika eneo bunge la Tiaty, wiki hii walifanya maandamano kulalamikia uongozi mbaya wa mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa ardhi ya jamii Bwana Jacob Golietanga, ambaye amekuwa akihudumu kwa muda bila ufanisi.
Mwandishi wetu Nyota Suleiman anapembua kwa kina kuhusu tukio hili. Ni wakazi wa eneo la Parker Hills, kata ya Loya Morok, katika eneo bunge la Tiaty wakifanya maandamano kulalamikia uongozi mbaya wa mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa ardhi ya jamii Bwana Jacob Ngolietang, ambaye amekuwa akihudumu kwa muda. Kwa miaka mingi jamii ya eneo hili imekuwa ikipigania kupata fidia ardhi yao kutoka kwa kampuni ya maendeleo ya nishati ya joto ardhi GDC baada ya kampuni hiyo kuchukua ardhi yao ili kupisha shughuli za uchimbaji mvuke. Hata hivyo, wakazi wanadai licha ya juhudi zao kuzaa matunda na kupata fidia shilingi milioni 24 pesa za Kenya, hadi kufikia sasa hawajawahi kupokea hata senti moja. Wakazi wanashuku kwamba mwenyekiti wao huyo amewalaghai pesa zao. Leo tumekusanyika hapa kufanya maandamano kwa mtu ambaye anaitwa Jacob Ngolietang. Na Jacob Ngolietang ni mtu tu ambaye alitoka huko Tangul Bay, si mkazi wa hapa. Ni mtu ambaye alitoka Tangul Bay, akakuja hapa na akaja kuwa chairman ya hapa ya CLMC. Na pesa ikakuja, Jacob akanyanyasa watu wa hapa. So baada ya 24 milioni kuja ambao alipewa ambaye ni Alan, Jacob alitoka hapa akaenda kununua gari yake huko Tangul Bay, akajenga makwake, akanunua maploti huko. Sasa hapa leo tumefanya maandamano kusema kwamba tunataka Jacob aende. Sisi tumechoka na Jacob kama wakazi wa Parker. Na Jacob ana plot hapa. Jacob kuna plot yake huko wapi? Tangul Bay. Hali na fidia hiyo, wakazi wanasema kwamba watoto wao walifaa kulipiwa ada za masomo na kampuni ya GDC, ila hilo pia bado halijatekelezwa. Wakazi hao wanasema kwamba wamepoteza imani na mwenyekiti wa sasa kwa sababu anaishi mbali na jamii hiyo, jambo ambalo linamfanya kushindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Sisi ndio tumeumia na hatuna mashamba nyingine, na mashamba yetu ni GDC tu wamewapea na wamechimba, na sasa hii kenye imebaki ni GDC watuambie tutoke. Na tukitoka hakuna penye tunaenda, na mashamba yetu Jacob aliuza na akaenda kujenga kwake. Na akajenga na anakula na ndugu zake, dada zake. Kama una uhusiano wote na Jacob, wewe usipata kitu. Akona mashamba, akona kwake, ndugu zake ulize wapi anaishi, muende mchimbe huku mutoke kwetu. Na hiyo ni yote. Kwa msingi huo, wenyeji wanashinikiza uchaguzi mpya ufanyike ili kumpata mwenyekiti mpya kutoka miongoni mwao ambaye anaelewa changamoto zao na yuko karibu nao kijiografia. Wamemtuhumu mwenyekiti wa sasa kwa uongozi duni, huku akidai kwamba amechangia jamii hii kuendelea kuhangaika kwa muda mrefu. Hapa tuko tukilia. Ukiona watu kama hii akona malio mingi. Tumejaribu kukana watu ya GDC paka hiyo pesa iliingia. Milioni 3 alianza kuingia mapema sana ya watoto ya shule. Tu wote ako na maboma zao. Na Kenya iliyoko kama watu ya GDC akona nia na Jacob, ambia Jacob wange aelekee kwao ama aende kule Tangul Bay. Akona plot Tangul Bay, akona plot ambayo iko paka. Wakazi wa eneo hili sasa wametoa wito kwa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini Kenya EACC kuingilia kati swala hili na kumchunguza mwenyekiti wao Bwana Jacob Ngolietang, ambaye wanaamini kwamba ameshiriki katika ufujaji wa fedha zao za fidia ya ardhi. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Baringo, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Wanadiaspora wa Kirundi walioko katika nchi mbalimbali wamehamasika kuliunga mkono taifa lao katika lengo la kukwamua maendeleo ya Burundi. Mwandishi wetu alioko Bujumbura nchini Burundi, Sidoa Habonimana, anaripoti. Wanadiaspora hao wanadhamiria kuwa mstari wa mbele katika lengo la kufikia dira ya taifa ya maendeleo, kwa lengo la kuifikisha Burundi kwenye hatua ya juu ya maendeleo, kuwa nchi iliyoendelea mwaka 2044 na nchi iliyotajiri mwaka 2060. Kwa mujibu wa Samuel Ndayiragije ambaye ni kiongozi wa diaspora ya Warundi, mashindano hayo walioandaa yatachangia pakubwa katika kuifikisha mbali nchi ya Burundi katika maendeleo. Warundi ambao tunakaa nje ya Burundi tumekusanyika mahali popote nchi mbalimbali, tukasema ni lazima sasa hii vision ya Burundi 2040 na 2060 tumeandaa hizi shirika kusema ni lazima diaspora tukusanyike na tusaidie nchi yetu ya Burundi kufika mahali mbali kwa muda mfupi na kwa umoja. Ndio maana tumeandaa hii event tumeita Inkingi Zimbona Kazoza. Wanakusudia kuwahamasa Warundi walioko ndani na wengine waishio nje ya nchi
huweka bayana vipaji vyao vitakavyosaidia kufikia dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2044 na mwaka 2060. Atakayeshiriki mashindano hayo ni kila mtu mwenye kipaji chochote kama kuimba, kuchora, kuchekesha na vinginevyo, lakini wanahitaji nyimbo ama vichekesho vinavyolenga kutukuza dira ya maendeleo ya Burundi kusudi kila Mrundi ajue lengo kubwa la nchi yake. Baadaye watu Warundi wote pamoja ambao wanakaa nje na wale ambao wanakaa hapa Burundi waweze kuingia kwenye competition hii, waangalia kama watu ambao wana vipaji mbalimbali wanaweza kupambana, na kwa kupambana kwao wanasaidia nchi pamoja. Kwa hiyo tumeandaa hiyo, watu washirikiane kwa mambo kama wanajua kipaji chochote, kama ni kuimba, kama ni komedi, wanajua kushekesha watu, chochote tu kipaji chochote wanacho, waingie kwenye hii competition. Vijana walio na vipaji tofauti wanaeleza furaha yao kwa kuletewa mashindano hayo na wanaimani kwamba watafanya vizuri. Nimefurahi sana kwa sababu mie natumika katika vijana, kuona wanatupatia hii platform ya kuonesha talent zetu ni kitu cha muhimu sana. Mie naimba, nafanya vitu vya mankina, sijui kama mnavijua. Nafanya vitu tofauti. Sasa kuona wanatupatia hii platform ni kitu cha muhimu sana. Naambia vijana wengine wakuye, nadhani kama hii competition itakuwa platform ya mkubwa sana. Kando ya mashindano hayo, diaspora ya Warundi imeahidi kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo katika lengo la kuboresha maisha ya Warundi kwa ujumla. Nikiripoti kutoka jijini Bujumbura nchini Burundi, mimi ni Isidori Habonimana wa Swahili Voice. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakia wikendi njema. Alamsiki.